Iko sawa eh? Hafinya. Ndugu zangu wa Kristo, na wasalimu na kuwatakia amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi mahali popote mlipo. Mimi ni muinjilisti Mwalimu Francis Ndacha, na leo naomba tuweze kuwa na study, na study ambaye nataka tuweze kuwa naye ni kuhusu vitabu ambavyo vinadaiwa duniani kuwa ni vitabu vya Mungu. Na leo ninataka niweze kuogelea hiki kitabu kinaitwa Qur'ani. Kitabu hiki ambacho kinaitwa Qur'ani ni kitabu kinachoaminika na dini ya Kiislamu. Igawa katika imani hii ya Kiislamu au dini hii ya Kiislamu ni dini ambayo imegawanyika katika madhehebu, na vile vile Qur'ani hii ambaye nimeshika mkononi kuna tafsiri mbalimbali. Kuna tafsiri mbalimbali. Kuna tafsiri ambazo ni za Kiarabu, kuna tafsiri ambazo ni za Kiingereza, kuna tafsiri ambazo ni za Kiswahili. Lakini kado na tafsiri za lugha, kuna tafsiri za madhehebu. Kuna tafsiri za madhehebu. Katika tafsiri hii ambaye bado ni Qur'ani hii. Hii ni Qur'ani ambaye tafsiri yake ni tafsiri ya Kihamadia. Tafsiri ya Kihamadia. Hawa wanasema ya kwamba wao bado ni Waislamu, na ningetaka niweze kusoma namna ambavyo ilivyoandikwa hapa ndani. Qur'ani tukufu pamoja na tafsiri na maelezo kwa Kiswahili imefasiriwa na Sheikh Mubarak Ahmad. Alafu anasema Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya katika Afrika Mashariki. Kwa hivyo Jumuiya ya Waislamu wa Kihamadiyya ndio wenye kutafsiri Qur'ani hii kwenye lugha ya Kiswahili, na pia ndani yake kuweka maelezo au vile wanavyoelewa kuhusu Qur'ani. Katika ukurasa ambao umeandikwa VI katika dibaji, kuna maneno yako hapo yanasema hivi: hapo Waislamu wakasomea aya za mwanzo za sura Maryam ambazo zinaelezea habari za Masihi, amani ya Mungu juu yake na mama yake. Baada ya kuzisoma aya hizi wakisema, sisi tunaamini ya kuwa Masihi ni nabii wa Allah, ila hatuamini kuwa yeye ni mwana wa Allah. Kwa hivyo Qur'ani hii, wale ambao ni watafsiri wa Qur'ani hii nishakueleza ni dhehebu la Kihamadiyya. Wanaamini ya kwamba Yesu ni mtume wa Allah, lakini Yesu sio mwana wa Allah. Wanaamini ya kwamba Mtume Muhammadi ni mtume wa Allah, na wanaamini ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah. Hii ni Qur'ani ambayo ni tafsiri ya Wahamadiyya. Hii nayo ni tafsiri ya Wasuni, ni tafsiri ya Wasuni. Hawa Wasuni ni wengi sana, na sana sana wanapenda sana mikutano ya midahalo, wanapenda sana kudibeti, lakini wanaonekana kuwa wanajaziba katika kutetea imani ya Kiislamu. Lakini hawa hawana jaziba, ni wapole. Unapozungumza na wao ni wapole, lakini hawa ni wakali. Hawa ni wakali, wanaitwa dhehebu la Kisuni. Dhehebu la Kisuni. Lakini ndani ya dhehebu hili la Kisuni kuna madhehebu ndani. Katika dhehebu hili la Kisuni ndani yake kuna madhehebu ya Kiislamu. Kutoka hapo niko na Qur'ani nyingine hapa ambaye ningeweza kueleza kwanza tafsiri yake hii.
Mwenye kutafsiri Qur'ani hii kwenye Kiswahili alikuwa kadhi mkuu wa Kenya. Anaitwa Shehe Abdalla Farisi. Shehe Abdalla Farisi ambaye bado ndio muandikaji wa kitabu hiki ambacho nitaweza kukitumia katika mada yangu, na pia mwenye kuandika kitabu hiki bado nitakitumia katika hoja zangu, kuzijenga hoja zangu. Kwa hivyo huyu ni wa dhehebu la Kisuni, na katika Afrika Mashariki mahali ambapo panatumika Kiswahili vitabu vyake vinakubalika kusomwa. Yaani ni vitabu ambavyo vimepitishwa na Waislamu, ni vitabu ambavyo vinakubalika kusomwa. Sasa nitaweza kuzitumia katika mada ambaye mada yangu ninazungumzia Qur'ani, ukumbuke hivyo. Alafu hapa niko na Qur'ani nyingine iko hapa, inaitwa tafsiri ya Al-Muhsin Al-Barwan. Sasa hii bado ni tafsiri ya Suni, ama mtafsiri ni Msuni bado sawa na huyu, lakini utapata ya kwamba katika kutafsiri lugha yake kutoka kwenye Kiarabu kuja kwa Kiswahili, tunapata ya kwamba yeye anatafsiri vile vile ambavyo Kiarabu kimesema. Lakini hapa utapata ya kwamba huyu anaweka maneno, anaongeza maneno kadhaa ambaye kwenye Kiarabu hakuna. Kwa hivyo tutaweza kuyaweka wazi mambo kama hayo. Sasa hapa niko na Qur'ani nyingine ambaye ni tafsiri ya Kishia. Hii ni tafsiri ya Kishia. Mwenye kutafsiri Qur'ani hii ya Kishia ambaye niko nayo hapa mkononi anaitwa Ali Juma Mayunga. Ali Juma Mayunga ni Muislamu wa dhehebu la Kishia kule Tanzania, ambaye ametafsiri na kuweza kuchambua madhehebu pengine ya Kishia na madhehebu ya Kisuni, kwa sababu kuna vitabu ambavyo vinaitwa hadithi za Mtume Muhammad ambazo Mashia hawakubaliani nazo, ama kuna hoja zenye ziko kwenye hadithi za Mtume Muhammad ambazo Mashia wanakataa. Unaona kitabu hiki anasema ya kwamba wakati tafsiri zake nyingi zilitupwa baharini, zingine zikachomwa moto. Unaona kukipata ni bahati, wale wako nacho wakihifadhi, kwa sababu kitabu hiki hakipatikani, maana hakitolewi. Maana wakati kilipotolewa Waislamu waliandamana, Waislamu walikuwa wakali kiasi ya kwamba walizitupa zingine baharini na zingine wakachoma moto. Kwa hivyo kupata tafsiri hii inakuwa ni ngumu. Nilikuwa na tafsiri hii kwanza ikaibiwa nikiwa huko Kisumu, alafu nikabahatika nikapata Muislamu ambaye alikuwa naye, igawa aliniuzia bei kali, aliniuzia shilingi 10,000. Na kuna wakati pia ilikuwa imeibiwa, ikawa nimejua walioiba, alafu nikawa nimewaambia nitawapeleka polisi, alafu wakanirudishia. Sasa hizo ni tafsiri ambazo, hiyo ni tafsiri ambayo ni ya Kishia. Alafu kuna ingine hapa ambayo inaitwa Nobel Quran. Hii Nobel Quran pia ni tafsiri bado ya Kisuni. Nobel Quran ni tafsiri bado ya Kisuni ambaye nitaweza kuisoma baadaye kwa ajili ya kujenga hoja ambazo niko nazo siku ya leo. Sasa vitabu vingine ambavyo vimebaki hapa chini ni vitabu ambavyo ni vya hadithi za Mtume Muhammad ambazo pia nitaweza kuzitumia. Sina muda wa kutosha wa kuweza tena kuchukua vitabu vyote kuanza kuambia kitabu hiki kinaitwa hivi, kitabu hiki kinaitwa hivi, lakini nitakapokuwa ninaenda kusoma basi nitaweza kukitaja kitabu na pia kutaja katika sehemu ambaye ninajegea hoja. Katika mkono wangu niko na Biblia. Na Biblia nitaweza kuizungumzia wakati wake. Nitaweza kuzungumzia Biblia kwa wakati wake, lakini kwa leo nitaweza kuzungumzia Qur'ani. Kitu cha kwanza, wale ambao ni Waislamu kuna maneno ambayo wanayasema ambayo ukiwahoji hawawezi wakakupa majibu ya kukuridhisha. Narudia tena. Qur'ani kuna maswali mengi sana ambaye tunajiuliza kama Wakristo, na tunapouliza wale ambao ni Waislamu wanakosa majibu ya moja kwa moja. Kwanza, kitu cha kwanza tunaelezewa ya kwamba Mtume Muhammad hakujua kusoma wala kuandika.
kwenye kitabu cha Qur'ani 757. Na kama hakujua kusoma wala kuandika, inasemekana ya kwamba aliweza kutokewa na malaika wa Mungu kama wanavyosema Waislamu, akiwa kwenye pango la Hira huko Maka. Na huko Maka ndipo akaitwa kwa jina ya Muhammadi. Katika vitabu vingi ambavyo vimeandikwa na mashehe, katika vitabu ambavyo vimeandikwa na wanavyuoni wa Kiislamu, wanaeleza ya kwamba aliyemtokea Mtume Muhammad kule kwenye pango alikuwa ni malaika Gabrieli. Waislamu wanamuita malaika Jibril. Ndivyo wanavyosema na ndivyo wameaminishwa Waislamu leo. Lakini katika swala hili la kudai ya kwamba Muhammad alitokewa na malaika wa Mungu kule kwenye pango, tuna hoja ambazo kidogo mimi kwangu sijawahi kupatana na msomi wa Kiislamu akaweza kunijibu maswali haya. Maswali yangu ambayo ninauliza ni haya: katika kisa hicho ambacho ni cha pangoni kule kwenye pango la Hira, kisa hicho kinachoelezewa namna ambavyo Mtume Muhammad alienda kwa pango na namna ambavyo alitokewa na huyo malaika wanayemsema ni Gabrieli. Huyu malaika anasemekana kwanza alimbana kwenye bafu. Alipombana kwenye bafu, alafu akamwambia ikla ya Muhammad, soma Muhammad. Sasa katika sehemu ya kwanza, huyu aliyemtokea Muhammad hakujitambulisha yeye ni nani. Lakini leo waandishi wa vitabu vya Kiislamu wanasema aliyemtokea malaika Muhammad kwenye pango alikuwa ni malaika Gabrieli. Lakini unaposoma kisa hiki kuendelea, utakuja kupata ya kwamba Waislamu leo wakastakiwa kwenye mahakama, mahali ambapo haki inaweza ikafuatwa na ikasimama na iwe ni haki ya ukweli. Ina maana ya kwamba Waislamu wanafaa kuwa jela wakiwa wamefungwa, kwa sababu kuitetea Qur'ani kwenye hoja haiwezekani. Kitu cha kwanza, unapata ya kwamba shahidi wa kwanza anasema Muhammad kwenye pango alikuwa na malaika Gabriel. Shahidi mwingine ukisoma kwenye vitabu vya Kiislamu utapata ya kwamba wanasema alipotoka kwenye pango, alitoka kwenye pango akiwa na hofu. Na ile hofu aliyokuwa nayo, anasema alikuwa anahofia nafsi yake kuchezewa na mashetani. Kwa hivyo alitoka kwenye pango akiwa na hofu, akidhani ya kwamba kwenye pango amechezewa na mashetani. Kwa hivyo kulingana na ushahidi huo, kule kwenye pango aliyemtokea Muhammad hakujitambulisha kwa jina yeye ni nani. Sasa inasemekana ya kwamba Mtume Muhammad alikuwa na mke anaitwa Bi Khadija. Huyu Bi Khadija alikuwa ana kasini yake, binamu yake ambaye anaitwa Waraka, na huyu Waraka alikuwa ni padri wa kanisa Katoliki. Na inasemekana katika vitabu hivi ya kwamba huyu Waraka alikuwa akiandika Injili kwa lugha ya Kiebrania. Sijui Kiebrania ama Kiarabu. Ngoja niweze kuisoma hapa katika kitabu kinaitwa Al-Haqq Al-Maktum, ukurasa wa 104. Katika 104 inasema hivi: Khadija akaondoka na kwenda naye kwa Waraka. Kwa hivyo Muhammad akitoka kwenye pango, anasemekana ametoka akiwa na hofu. Sasa wakati hofu ilipokuwa kwa mtume, alienda kwa bibi yake Khadija, naye Khadija akamupeleka kwa Waraka bin Nawfal, alafu anasema mtoto wa ami yake Khadija. Huyu alikuwa ni Mkristo katikati ya jahilia, wakati wa jahilia, na alikuwa akiandika Injili kwa lugha ya Kiebrania. Sasa kitu cha kwanza, wale ambao mtaweza kunifuatilia kwa makini, ni ya kwamba huyu Waraka hakuwa Muislamu. Huyu Waraka alikuwa ni Mkristo
kabla ya Muhammad kwenda kwenye pango wala kutoka kwenye pango. Sasa ukisoma hapa chini asema huyu ndiye Namus. Sasa huyu Waraka anamwambia Mtume Muhammad, huyo amekutokea kwenye pango anaitwa Namus, mjumbe ambaye Mwenyezi Mungu alimteremsha kwa Musa. Ninatamani niwe hai wakati watakapokutoa jamaa zako. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu akauliza, hivi watanifukuza? Akajibiwa, ndio. Hajawahi kutokea mtu mfano wa vile ulivyokuja wewe, na asifanyiwe uadui. Iwapo nitakuwa hai mpaka wakati huo, nitakunusuru. Kwa hivyo huyu Waraka alimwambia Muhammad ametokewa na Namus kule kwenye pango. Kwa hivyo Muhammad kwenye pango hakujua aliyemtokea mpaka aabiwe na Waraka. Mtu ambaye ana akili zake timamu kama wewe una akili zako timamu, tunaambiwa Muhammad anadai ni mjumbe wa Mungu, ametokewa na Mungu. Mungu akamfanya kuwa nabii, akampa kitabu cha Qur'ani. Lakini huyu Mungu alimtuma mjumbe wake ambaye anaitwa Gabriel, kama alivyokuja kwa Danieli, kama alivyokuja kwa Mariamu na wengine ambao wamewahi kutokewa na malaika Gabriel. Lakini hapa kwa Muhammad hapa kuna maneno, kuna shida, kwa sababu hakujitambulisha mpaka aje aabiwe na Waraka, yule aliyekutokea ni malaika Gabrieli. Hapa anamuita Namus. Sasa swali la msingi ambalo Waislamu naomba muungane munijibu. Wacha hivyo mnakimbia mnaanza kuogelea kwa nyumba zenu. Wacha hivyo na waita mjadala mnakimbia mpaka mtoke kwenye manyumba muje mujibu hoja hizi. Kwa sababu hoja ya kimsingi ambaye tunajiuliza sisi kama Wakristo, Mtume Muhammad kwenye pango alitoka akiwa na hofu ya kwamba anachezewa na shetani ama amechezewa na shetani huko kwenye pango. Lakini wakati anapokuja kwa Hadija anampeleka kwa Waraka, ambaye Waraka hakuwa Muislamu. Waraka alikuwa padre wa kanisa Katoliki. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Waraka hata hakuwa Mwarabu. Lakini huyu Waraka anamtolea Muhammad hofu. Anamwambia ninaomba ili wakati watakapokukataa niwe hai, nitakunusuru. Sasa hapa katika kunusuru nasema baada ya siku hiyo Waraka hakuishi siku nyingi, akafariki dunia na wahai ukakatika. Swali sasa la kimsingi, kama wahai ulikuwa unakuja na Namus ambaye kulingana na Waislamu ni malaika Gabrieli, alikuwa analeta wahai, ufunuo kwa Muhammad. Wakati Waraka amefariki, kwa nini wahai ukasimama? Wahai ulisimamaje? Kwani ni Gabrieli alikufa ama ni Waraka? Mwenye amekufa ni Waraka ambaye ni Mkristo na ni padre wa kanisa Katoliki, lakini wahai ukasimama. Toabieni Waislamu, wahai ulisimama. Kulikuwa na mapatano gani? Kulikuwa na uhusiano gani kati ya wahai na Waraka? Kwa sababu wahai ulikuwa unatoka kwa Allah kulingana na vile mnavyoamini. Allah anampa malaika wake Gabrieli, malaika wake Gabrieli anampelekea Mtume Muhammad. Sasa huyu Waraka kufa, kwa nini wahai ufunuo ukasimama? Kwani huyu Waraka ndiye alikuwa Allah? Huyu Waraka ndiye alikuwa Gabrieli? Mtanijibu hapana, lakini mna maswali ya kujibu. Kulikuwa na uhusiano gani kati ya Waraka na wahai na ufunuo? Sasa tunapopata ground hii tunakuwa na mashaka na Qur'ani, tunakuwa na mashaka kabisa na Qur'ani. Na tunapokuwa na mashaka na Qur'ani, tunataka kuweza kujua hiki kitabu vipi, hali yake vipi. Unapata ya kwamba kuna wengine ambao hawataki utoe hoja zako kukataa kitabu hiki cha Qur'ani. Wengine wana hasira, wengine wana jazba, wengine hawawezi kusikiliza hoja mpaka umalize, kwa sababu wanapandwa na hasira. Lakini tunapohoji jambo hili, tunapata ya kwamba jambo hili lina mshike, lina shida. Sasa tunauliza hivi, Mtume Muhammad wakati anapofariki
aliacha Qur'ani gani, iko na aya ngapi, iko na sura ngapi. Kwa sababu leo tuko na Qur'ani hapa iko na sura 114 ambaye imeandikwa miaka 1000 na Muhammad akiwa yeye ashafariki kitambo. Muhammad ameshafariki, alafu Qur'ani inakusanywa kama hayupo. Tunaambiwa hii ndio Qur'ani ya Muhammad, wakati Muhammad Qur'ani yake yeye hakuandika mahali, alipatana na huyo namusi kwenye pango na huyo namusi kwenye pango akawa huyu namusi ambaye alikuwa kwenye pango akawa amemkaririsha. Tunaambiwa aya hiyo ambaye alikaririshwa ni aya ya 96 kwenye Qur'ani hii. Kwenye hii Qur'ani sura ya 96 ndio iko na maneno hayo ambaye Muhammad alikaririshwa. Sema Muhammad, soma kwa jina la Mola wako. Sasa wapendwa, unajua wakati ambapo kunakuwa na uongo lazima kuwe na ukweli ili ukweli uweze kuonyesha uongo. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kando na kuwa ya kwamba Qur'ani inasemekana imetoka kwa Mungu, lazima Mungu angekuwa na vitabu vingine baada ya hii Qur'ani. Sasa tunaambiwa katika kitabu hiki ambacho kinaitwa Asili ya Uongofu chapa ya 4 ndio hii, ambacho kitabu hiki nimekinunua kwenye pesa zangu kwenye maktaba ya Kiislamu na nimekisoma, na nilipokisoma nikapatana na maneno haya ambaye nataka uyasikie, na ukimaliza kuyasikiliza maneno haya uweze kuniambia ni nini ambacho kitatufanya sisi wa Kristo kukosa kuiamini Qur'ani. Kwa kweli kabisa tutaiamini na hatutaiamini. Tuna haki ya kuikataa Qur'ani kwa hoja hizi. Wanasema hakika haya yaliyomo ndani ya Qur'ani pia yamo katika vitabu vya zamani. Anasema abavyo vitabu vya Ibrahimu sahifa 10, na pia vitabu alivyopewa Musa sahifa 10, na pia Torati, na pia sahifa 10 kwa nabii Shedi, na sahifa 30 kwa nabii Idrisi, na Zaburi kwa Daudi, na Injili kwa Isa, na hii Qur'ani kwa nabii Muhammad. Jumla ya vitabu vya Mwenyezi Mungu alivyoteremsha kwa mitume wake ni vitabu 104. Maneno haya ninayajegea hoja ya kwamba kabla Qur'ani ije kuna vitabu 103. Hizi vitabu 103 wanadai ya kwamba vimetoka kwa Mungu. Na tunaambiwa pia hii Qur'ani imetoka kwa Mungu aliyepeana vitabu 103. Ukiongeza hii zinakuwa 104. Lakini ukiwauliza Waislamu, hizi vitabu 104 viko wapi? Sasa wewe niambie, Qur'ani iko na sura 114. Vitabu vya mitume wa zamani ni vitabu 103. Sasa kama vitabu, na tunaambiwa kwamba Qur'ani yale yako kwenye Qur'ani yako kwenye vitabu vilivyotangulia, vitabu 103. Vitabu 103, maneno ambayo yako kwenye vitabu 103 hata yako kwenye hii Qur'ani yenye aya 6000, yenye sura 114. Mtu mwenye anaweza kukubali mambo kama haya ni mtu ambaye hajakubali akili zake kufanya kazi. Ni mtu ambaye anaitwa Kanyanga Twede, ni mtu ambaye alienda madarasa na hajawahi kukubaliwa kuhoji au kuuliza swali. Sasa ukiwauliza Waislamu, hata kama mnasema vitabu vingine ni sahifa, ni barua, mnasema mna vitabu vitatu ambavyo mnaviamini walipewa manabii wakubwa: Torati, Zaburi na Injili. Ukiuliza Waislamu leo, Waislamu mnaamini Torati? Watakujibu ndio tunaamini. Mnaamini Zaburi? Watakwambia ndio tunaamini. Mnaamini Injili? Ndio tunaamini Injili. Sasa mahali ambapo itakuja shida ni wakati utawaambia sasa, naomba Torati ambaye mnaiamini mtupe.
Zaburi mnayoiamini mtupee, na Injili mnayoiamini mtupee. Sasa hapo kutaanza maneno ambayo huwezi kuelewa, maneno ambayo huwezi kufikiria, maneno ambayo huwezi kufahamu. Kwa sababu jawabu hilo hawana, kwa sababu vitabu hivyo wanasema hizo vitabu viliharibiwa, haviko, viliharibiwa. Sasa mimi ninaposikia ya kwamba vitabu vilivyotangulia Qur'ani inasema ya kwamba viliharibiwa, sasa naanza kuwa na swali. Kwa sababu manabii, roho wa manabii huwatii manabii. Lazima unapotaka kujua hili jambo ni genuine, lazima uweze kuelewa ugenuine wake. Uweze kuelewa kitu badia na una original. Tunatakikana kuweza kuwa na Torati, tuweze kuwa na Zaburi na Injili, ili ndio tuweze kujua kama hii Qur'ani ni ya Mungu aliyeteremsha Torati, Zaburi na Injili. Lakini kwa sababu wale ambao walikuwa na makusudi ya kuweza kufanya Qur'ani hii iweze kutumika duniani, iweze kuwa na wafuasi duniani, wakajua Torati ikiwepo, Qur'ani itajulikana uogo wake.